Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukujuza. Serikali sasa imezindua usambazaji wa gunia milioni 2 za mbolea kote nchini, hatua inayolenga kuwawezesha wakulima kupata pembejeo kwa wakati unaofaa, haswa msimu huu wa upanzi ukikaribia. Tupate mengi kwenye habari ifuatayo. Serikali sasa imezindua usambazaji wa gunia milioni 2 za mbolea kote nchini, hatua inayolenga kuwawezesha wakulima kupata pembejeo kwa wakati unaofaa, haswa msimu huu wa upanzi ukikaribia. Akizungumza kuhusu jambo hili, katibu katika Wizara ya Kilimo Daktari Paul Rono ametangaza kuwa mpango huu utaendelea kwa muda wa miezi 2 ili kuwasaidia wakulima kuzalisha vyakula na kuleta utoshelevu wa lishe nchini. Amedokeza kuwa serikali imetoa ruzuku kwa kampuni ya kuzalisha mbegu za mahindi ili kuwezesha uzalishaji wa mbegu za kutosha na kuhakikisha kuwa wakulima wanapata mbegu kwa bei nafuu. Tulisikia maoni ya wakulima na wakaaji wa Kenya hasa kuhusu maneno ya mbegu, na tumeteremsha bei ikae kama ile mwaka iliyopita, na tukifanya hivyo tumeweka mkakati kuhakikisha kwamba hata Kenya Seed wamesaidika kwa maneno ya subsidy. Na serikali ya kaunti ya Murang'a imezindua kituo cha kisasa cha matibabu ya mazoezi ya mwili pamoja na wadi za kulaza wagonjwa katika hospitali ya Kigumo. Mpango huu ukitarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika huduma za afya kwa wakazi wa eneo la Kigumo na maeneo mengine. Mwanahabari wetu Purity Wanjiko ana habari zaidi. Kwa miaka kadhaa sasa, wakazi wa Kigumo wamekuwa wakihangaika na kusafiri mbali ili kutafuta huduma za matibabu katika hospitali ya rufaa ya Murang'a. Kituo hiki cha matibabu ya mazoezi ya mwili kinakusudia kusaidia katika matibabu maalum na mazoezi, na hivyo kusaidia wagonjwa kurejea katika hali zao za kawaida. Hii ni hospitali ya 3 kupata kituo cha matibabu haya katika kaunti hii, na hivyo huduma hizi zitawasaidia wagonjwa kufanya shughuli zao za kila siku kwa urahisi. Serikali vile imewapa vifaa vya msaada watu walio na ulemavu ili kuhakikisha wanapata uwezo bora wa kutembea na kuboresha maisha yao. Mpango huu ni baadhi ya mipango inayoendelezwa na kaunti ya Murang'a ikinuia kuboresha huduma za matibabu kwa wakazi katika kaunti hii. The most important department that we have established here is the physiotherapy. These are people who have major conditions which affects their mobility. The county has now been able to establish a state-of-the-art physiotherapy department here. Tulikuwa na shida kwa kuchukua hiyo watoto wengine wakubwa na wagu walikuwa na miaka 37. The rehabilitative departments consist of physiotherapy department, occupational therapy department, and orthopedic department, technology department. We're going to issue more than 300 wheelchairs to people living with disabilities, those who have movement issues. Beleni tulikuwa hatuzioni vitu kama hizi, mtu na shida kwa nyumba bila. Sasa tukipata hii, mtu unaweza kutembea, mtu unaweza kujifanyia kazi yake akitembea na hiyo. Nikiripotia Uvoro TV Business, langu jina Wanjiko Purity. Zaidi ya wakazi 300 wameachwa bila makao katika eneo la Pokot Magharibi baada ya kufurushwa katika ardhi yao. Hii ni baada ya mahakama ya Kitale kutoa uamuzi kuwa shamba hilo sio lao na wanastahili kuondoka. Mwanahabari wetu Nicholas Munene anaeleza kwa kina. Familia mingi eneo la Kamathira, eneo la Pokot Magharibi, zimekosa makao baada ya kufurushwa katika ardhi yao. Hii ni baada ya mahakama ya Kitale kutoa uamuzi kuwa shamba hilo si lao. Nikajiuliza kama serikali wanaweza kujenga shule ambayo ni public, mbona huyu mtu anaclaim kwamba shamba ni yake, ni private land? Hiyo ni mashangao. Wamesungusha wazazi wetu
wenye wamebaki. Mambo imefika kotini, wamepeleka Court of Appeal, lakini maajabu ni kwamba High Court Kitale wamekosa kutusikia. Nasema hivyo kabisa. Watoto waliumia, wamama wameumia. Kukimbiza watoto wadogo mpaka hadi sasa. Ako msitu na mtoto wetu huyo ameumia, amepigwa risasi. Mapema siku ya Jumamosi, maafisa wa usalama kwa amri ya mahakama walifika eneo hili la Tabaral kwa hamaki na kuwafurusha wakazi hawa ambao kulingana na mahakama wanastahili kuondoka. Kipande hiki cha ardhi chenye ekari 100 kimekuwa kikizozaniwa kwa miaka 50 sasa na pande mbili za jamii, kila pande ukidai kuwa wamiliki halali wa ardhi. Kutokana na mzozano huo baina ya polisi na raia, watu 6 walitiwa baroni huku wengine wakiuguza majeraha. Mwaka uliopita nyumba za wakazi hawa ziliteketezwa huku mali ya mamilioni ikiharibiwa, huku wakazi wengine wakilazimika kuhama katika eneo hilo kutokana na mzozo huo. Kwa sasa wakazi hao wanaomba serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuingilia kati na kutuliza hali hiyo. Nikiripotia Uvoro TV, Nicholas Monene. Na hapo ndipo tunapofikia mwisho wa jarida la Uvoro siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuungana nasi. Endelea kuwasiliana nasi kwenye mitambo ya Pang 162 katika mitandao ya kijamii pia tupo. Na kutakia usiku mwanana mtazamaji. Jina langu ni Nyakio Ndwiga. Alamsiki.